Ninaitwa Jeremia Mayenga Shija, mwenyekiti wa idara ya habari na mawasiliano katika kanisa letu la AICT Makongoro. Siku ya leo tulikuwa na ibada nzuri kabisa, ibada ambayo imekuwa ni ya ushirikiano wa kanisa la AICT Makongoro pamoja na ndugu zetu kwenye kanisa la wenye ulemavu wa kusikia. Na leo tumekwenda vizuri kwa sababu tumekuwa na kiongozi wa ibada mchungaji wetu Jafet Kafugo, tumekuwa na kiongozi wa ibada Mama Esther Cheo, tumekuwa na mhubiri mchungaji Johnny Kaswalala ambaye amekuwa akikalimaniwa kwa ajili ya wenzetu wenye ulemavu wa kusikia, na ndugu yetu mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Dominic Joseph. Ibada yetu ilikuwa ni nzuri, na miongoni mwa watu waliotoa huduma katika ibada hii ni wanakwaya wa AICT Makongoro kwaya kuu pamoja na AICT akina mama Makongoro, bila kuwasahau praise and worship team katika kanisa letu la AICT Makongoro. Neno kuu katika siku ya leo lilikuwa linatoka katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, likizungumza habari ya makusudi makuu ya Mungu kumuumba mwanadamu. Mchungaji Johnny Kaswalala amejitahidi kufafanua kwa kila alivyoweza, na naamini kila aliyekuwemo kanisani na hata ninyi ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii kupitia MCC channel namba 1 tutakuwa tumepatana vizuri sana katika huduma ya leo. Mara ya pili mama ametoka, tabia za mume ametoka, sasa anaamua naye kufanya maajabu, anaonyesha kiburi, anamtazama kutoka miguuni mpaka kichwani. Hivi kweli na mwanaume hapa ananuna hivi? Wewe umepika chakula, unamuuliza kwa hasira wakati anajua wajibu wake. Ni kweli umezaliwa mara ya pili, inaonyesha bado kuzaliwa mara ya pili. Unaweza kuwa na matendo mema kanisani, unaweza kuwa ni mtu mzuri kanisani, lakini ukipika nyumbani, ule chumbani ni homa ya dunia. Ni aibu kubwa. Hakuna maelewano, hakuna kuzungumza, hakuna kulala pamoja. Mume ana kitanda chake huko, mke ana kitanda chake huko, ama ni kitanda kimoja, sokea huko, sokea huko, wanasukumana. Ni kwa sababu bado kuzaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, tabia zote za mashetani zinakwenda, kwa sababu Roho Mtakatifu anatahiri roho, anaondoa kila kitu. Uchafu wa shetani unakwisha. Damu ya Bwana Yesu inakusafisha, inakufanya mpya. Haleluya. Naitwa Eunice Bangili, ni muumini wa kanisa la Makongoro. Kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa pastoreti ya Makongoro wa wanawake.
Ninashukuru sana kwa ibada ya leo maalum. Naita maalum kwa sababu tumeushangaa ukuu wa Mungu. Kumbe Mungu yuko tayari kutumia mtu wake yeyote yule, haijalishi yuko katika hali gani. Leo tumehubiriwa na watu ambao kwa bahati mbaya hawasikii, mabubu, hawaoni, lakini bado wanaweza wakaihubiri Injili katika ukuu wake na utukufu wake. Na ndio maana tunatakiwa kila mmoja kwa kadri alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na Bwana aendelee kufanya maajabu katika kulitangaza jina lake. Mimi naitwa Joshua Boniface Nzige, ni mwenyekiti wa vijana pastoreti ya Makongoro, na siku ya leo tumekuwa na ibada nzuri, imeongozwa na kusimamiwa na wenzetu ambao wana tatizo la kusikia. Kwa kweli tumekuwa na ibada nzuri. Ni tukio ambalo huwa linafanyika mara moja, lakini tumeona ni tukio ambalo limewatia wenzetu moyo kwa kujiona kwamba wao licha ya kwamba wana mapungufu fulani ya kutokusikia vizuri, lakini bado wanastahili kupata huduma zote na kushiriki pamoja na watu wengine kama kawaida. Kwa kweli imekuwa ni ibada nzuri, na kwa mapendekezo yangu na wito wangu nimeomba kama itawezekana kanisa liangalie namna ya kuweza kufanya ili wenzetu badala ya kuwaita mara moja kwa mwaka au mara moja baada ya miezi kadhaa, basi kiwezekana kila Jumapili tuwe tunashiriki nao ibada mahali hapa Makongoro. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote tufike mahali hapa Makongoro. Kwa kweli tunazidi kuona mkono wa Bwana namna ambavyo unazidi kutuinua katika huduma zetu, lakini pia katika ibada ambayo tunamfanyia Mwenyezi Mungu, na Mungu atubariki sana. Asante. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapenzi watazamaji wetu wa kwa MCC, ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na kibali chake cha kipekee asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Genoviva Matias Mikomangwa. Kwa neema ya Mungu ni mwinjilisti katika kanisa letu zuri la AIC Makongoro. Namshukuru Mungu kipekee kwa ajili ya ibada ya leo asubuhi. Tumekuwa na ibada nzuri sana, ibada kupendeza na ibada baraka sana. Kwa kushirikiana na ndugu zetu hawa viziwi, kanisa jirani yetu mahali hapo. Tumekuwa na wakati mzuri kwa ajili ya neno ambalo limetolewa na mchungaji John Kaswalala, na neno hilo limekuwa ni baraka sana kwa kanisa letu, kwa kila mmoja limemjenga na kumkumbusha mahali alipotoka na nini makusudi ya Mungu anataka juu ya maisha yetu. Zaidi mhubiri amejikita katika habari ya kuzaliwa mara ya pili, ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini kilichonipendeza zaidi mimi binafsi ni ule umoja na ushirikiano wa kuwaleta wenzetu hawa ambao wakati mwingine inapoonekana mtu ana ulemavu au udhaifu fulani na kuwa sababu ya kumtenga au kukaa nyumbani, kumbe na yeye ana haki. Kila mmoja aliyeumbwa ana haki ya kumsikiliza Mungu na kumtumikia Mungu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa nafasi hii ambayo nimeipata kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ibada hii ya leo, ambao siku ya leo tumeweza kuwa na mchungaji John Kaswalala, kiongozi wa kanisa la viziwi, na tumebarikiwa kwa jinsi ambavyo ameweza kutuhubiria neno la Mungu, makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo tunamshukuru, tunawakaribisha katika Wakristo ambao mna watoto au mna ndugu wenye tatizo la kusikia, kwamba hapa Makongoro kuna ibada ambayo inaongozwa na mchungaji John Kaswalala na wengine ambao inatoa huduma ya kiroho kwa watu viziwi. Kwa hiyo tusiwafiche majumbani, wana haki ya kuweza kusikiza neno la Mungu kama ambavyo sisi leo tumeweza kubarikiwa kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo ujumbe wangu kwenu siku ya leo, wa Kristo kwa waliotazama, tuweze kuwapokea watoto wa viziwi na tuwalete kwa Mungu hapa Makongoro. Asante sana. Kwa majina kama nilivyojitambulisha kanisani, naitwa Karidush Charles, natokea Dodoma. Ninaabudu kanisa la AIC Kizota nikiwa kama mhudumu wa kanisa. Leo kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kuabudu kanisa la AIC Makongoro, kanisa kuu, kwa askofu mkuu wa kanisa la AICT. Kwa kweli imekuwa ni ibada yenye baraka sana. Lakini cha mno ambacho nimekiona cha tofauti kidogo ni ibada ambayo tumejumuisha watu wenye mahitaji maalum.
tumekuwa na kundi la watu walemavu wa kusikia. Kwa kweli imekuwa ni ibada yenye baraka sana, na tumepata neema ya kuwa na mkalimani. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi sana, lakini pia tumepata mchungaji ambaye ametuhubiri na anatoka kwenye hilo kundi ambalo lenye mahitaji maalum, na amehubiri neno zuri sana. Kwa kweli imekuwa ni ibada yenye baraka. Lakini cha mno, mimi kama mgeni nilichojifunza pia, nimekuta mahali hapa kuna ujenzi wa kanisa ambalo ni kanisa kubwa sana. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana, ambapo tunaona kila mahali kwa sasa makanisa yetu ya AIC yanainuka sana, lakini unakwenda unakuta ujenzi. Kwa kweli tunamtukuza Bwana kwa ajili ya kazi ambazo zinaendelea kufanyika katika kanisa lake. Benedicto Buyinza. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Viziwi hapa Makongoro. Kwanza tunamshukuru Mungu sana kwa angalau tumepata ushirika pamoja na wengine na ndugu zetu na kanisa kuu. Tumefurahi sana kwa sababu jambo hili tulilisubiri kwa muda mrefu sana, lakini hatimaye leo tumepata nafasi hii ya kushirikiana pamoja. Sasa tunashukuru viongozi wa kanisa, mchungaji, askofu na wote ambao wamewezesha kufika leo hatimaye kufanikisha jambo hili na kuwa na ushirika wa pamoja. Ni hilo tu. Kama nilivyosema hapo awali ya kwamba leo tumeshirikiana na kanisa la wenzetu wenye ulemavu wa kusikia. Kanisa hili limekuwepo hapa katika mazingira ya kanisa la AICT Makongoro, wamekuwa wakiabudu wao kama wao, lakini siku ya leo tumeshirikiana pamoja katika ibada hii, na kwa kweli imekuwa ni ibada ya baraka sana. Na kanisa hili linajulikana sana kwa jina la Emmanuel Church. Kwa hiyo wale ambao wanaweza wakawa wameshasikia habari za Emmanuel Church, basi ndio watu hao ambao leo tuko nao katika ibada ya pamoja. Na nipende kuwashukuru wote kwa jinsi ambavyo wameshirikiana pamoja nasi, na niwatakieni sasa baraka za Bwana ili tuonane tena Jumapili ijayo. Asanteni sana na Bwana Yesu awabariki.